miundombinu madhubuti ya udhibiti wa majanga mbalimbali, hasa hili janga la moto. Aidha, serikali imehamasisha wajasiriamali waliokuwa katika eneo letu la Ngome ili kuwaweka katika imewahamisha wajasiriamali waliokuwa katika eneo la Ngome ili kuwaweka katika mazingira mazuri na salama ya kufanyia biashara zao, huku wakipisha matengenezo makubwa ya eneo la Ngome, ikiwa ni hatua za serikali za kuyahuisha maeneo ya kihistoria nchini kwetu. Hivyo napenda kuchukua nafasi hii kupongeza kwa dhati Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale kwa kutekeleza kitendo maelekezo na ahadi za Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, ikiwemo kuwawekea mazingira mazuri wajasiriamali ili waweze kufanya shughuli zao vizuri, pamoja na kuweka miundombinu inayokaribisha fursa za ajira kwa vijana na akina mama kama ilivyoelezwa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 2025 hadi mwaka 2030. Ndugu wananchi, inafaa tukumbuke kwamba hakuna taifa linaloweza kufikia maendeleo ya kweli bila kuwekeza kwa dhati katika wananchi wake, ikiwemo wajasiriamali wake. Watu wajasiriamali wanaweza kuona kama vile vijiji au nini, lakini mjasiriamali ndio mwanzo wa biashara kubwa. Wajasiriamali ni chanzo cha ajira kwanza, lakini kuna ubunifu ndani yake, lakini mapato ya serikali na ustawi wa jamii unapatikana kupitia wajasiriamali. Sisi wanawake wanapofanya shughuli hizi za kujipatia kipato kama Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, tunajua wanawake hawa wanaepukana na vitendo vya ukatili lakini na udhalilishaji. Akianzisha mwanamke biashara gani, atajiweza kiuchumi, ataepukana na ile kila siku olewa, kaatolewa huku, lakini vile vishawishi mbalimbali za kumfanya aingie kwenye biashara ambazo si halali. Kwa hiyo watu wana biashara gani kama hivi tulivyoona pale wanawake wanajiwekeza, wanapata kipato chao. Jengo hili tunalozindua leo linatoa mazingira salama, rafiki na rasmi ya kufanyia biashara. Hawafanyii tu watu wengi kwenye maeneo ya ovyo. Imekuwa pale wako sehemu nzuri, kuna vyoo, miundombinu yote imekaa vizuri. Kwa hivyo pale wanafanya wakiwa comfortable, pamoja na changamoto ndogo ambazo wamezieleza pale tulikuwa tunawatembelea. Hii inaimarisha hadhi ya kazi za mikono, sanaa, ubunifu na bidhaa za asili, na inawapa wajasiriamali wetu fursa za kukutana na masoko ya ndani na ya kimataifa, hususan hawa watalii wetu. Serikali kupitia sera na mipango yake itaendelea kuweka mifumo rafiki ya ujasiri, rafiki ya usajili wa biashara, kuwezesha upatikanaji wa mitaji na mikopo nafuu kupitia uwezeshaji huko, kutoa mafunzo ya ujasiriamali hata wizarani kwetu yanatoka, ubora wa bidhaa na masoko, na kuhakikisha wanawake na vijana wanapata nafasi sahihi katika uchumi. Na hii inawezesha vijana wetu jinsi gani sio wote waangalie kuajiriwa na serikali, waweze kujiajiri wenyewe, lakini watajiajiri wenyewe vipi? Ni kuwajengea uwezo, kuwafundisha na kuwaonyesha njia gani za kufanya ili waweze kuendana na soko la dunia. Hivyo napenda kutoa wito kwa wajasiriamali wetu waliopo wamepata fursa ya kulitumia jengo hili, kulitumia kwa nidhamu na kulitunza ili iwe chachu ya mabadiliko chanya katika maisha yenu na taifa kwa ujumla. Katibu mkuu bado wanakaburi wanapolishwa wanapoje wajasiriamali wetu, lakini najua kwa harama nafuu, kwa kodi yao inakuwa nafuu, si ile ya kuwaumiza, pamoja na mjigongo huu watu wanapolisha kwa dola, lakini naamini wajasiriamali wetu wale wanapata bei nzuri ili sasa ile maendeleo endelevu yaweze kupatikana. Sisi majengo ya kata Maserai ni mojawapo ya utajiri wa historia ya Ngome, na hasa katika kukuza utalii wetu wa urithi wa mambo ya kale. Mshauri rasmi ninaambiwa nitoe taarifa ya kitaalamu na naomba nianze kama ifuatavyo. Jengo hili wakati lilipokabidhiwa kwa ukarabati lilikuwa tayari liko katika hali mbaya sana,
Kiufupi, kilichokuwepo ni gofu na mabaki ya historia ya kale, hasa ukitia maanani kuwa gofu hili baada ya kufikia yake mbaya pia ilipata hatari kubwa ya kuungua moto. Shamiri rasmi kwa bahati nzuri sana, wakati serikali ya awamu ya 8 ikiendelea na juhudi zake za ukarabati wa majengo makuu ya kihistoria ndani ya Mji Kongwe, ikiwemo jengo la Ngome Kongwe ambalo tayari liko katika hatua za mchakato wa ukarabati mkubwa wa kihistoria sasa, na kwa mashirikiano na wawekezaji kutoka sekta binafsi, kampuni ya Infinity Cultural Program ilikuja na wazo muhimu la mpango wa kulinyanyua tena jengo hili la kihistoria la Karamashiraya. Na wakati serikali itafuta maeneo mbadala kwa wajasiriamali waliokuwa ndani ya jengo la Ngome Kongwe kuendelea na harakati zao za kibiashara ndani ya Mji Kongwe, wizara ya utalii na mambo ya kale kupitia mamlaka ya hifadhi na uendelezaji wa Mji Kongwe pamoja na wawekezaji wenzetu Infinity Cultural Program tuliona fursa hii na kuanza kutekeleza kwa pamoja. Ilikuwa ni kama kupiga ndege wawili kwa jiwe moja. Mheshimiwa rasmi, fursa hii haikuwa tu ya kuwapatia wajasiriamali waliokuwa Ngome Kongwe eneo mbadala na biashara zao, lakini pia kurejeshea hadhi yake ya kihistoria jengo hili la Karamashiraya na kuwaleta watalii zaidi wa kimataifa kuja kuliona haiba ya jengo hili na kuongeza tija, ajira na thamani ya utalii wa urithi wa kale wa Mji Kongwe kwa faida ya wote. Mheshimiwa rasmi, ukarabati huu haukuwa rahisi. Ukiangalia kama mwenyewe kujionea hali halisi ya kiuhandisi wa jengo hili, tulikuwa tayari liko vichochoroni na kata ya Mji Kongwe. Fikiria kazi ya kulisafisha, kuhamisha na kuhamishia nyenzo, mafundi, rasilimali, mawe, vifusi, mbao, vyuma na vifaa mbalimbali vya ukarabati katika ujenzi uliotakiwa uwiane na masharti na matakwa ya Shirika la Umoja wa Mataifa la UNESCO. Hii ni Chum TV, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Pia unaweza kutufollow kupitia WhatsApp Chum TV.